Naam, karibu sana mwana michezo, na leo tuko na taarifa mbalimbali ambazo tumeweza kukusogezea katika YouTube channel yako, ikiwa ni mwendelezo wa yale ya kisoka yanayoendelea ndani na nje ya viwanja mbalimbali vya kimichezo. Lakini leo tuko na taarifa kutokea katika viwanja mbalimbali vya kimichezo, taarifa zikisema kwamba kocha wa soka nchini Julio amedai kuwa nahodha wa Taifa Stars Mbwana Samatta alishawahi kuamua kutocheza timu ya taifa kwa muda mrefu, lakini ameendelea kuitumikia kutokana na heshima alionayo kwa viongozi wa benchi la ufundi. Akizungumza katika kipindi cha michezo cha Kipenga Extra kinachorushwa na EA East Africa Radio, Julio alisema Samatta angeweza kuacha kuitumikia Taifa Stars mapema, lakini amekuwa akihimizwa na viongozi kuendelea kucheza hadi muda wake wa uongozi utakapomalizika. Kauli hiyo imeibua mijadala mpana miongoni mwa wadau wa soka, hasa ikizingatiwa nafasi ya Samatta kama kiongozi na mchezaji mwenye mchango mkubwa katika timu hiyo ya taifa. Lakini hata hivyo, rais wa klabu ya Yanga Sports Club Engineer Hersi Said amesema kuwa tangu alipoingia madarakani mwaka 2002 klabu imepiga hatua kubwa katika utekelezaji wa malengo aliyoyaainisha wakati akigombea nafasi hiyo. Akizungumza kuhusu safari ya maendeleo ya klabu, Hersi alisema aliahidi vipaumbele vitano ambavyo ni kuboresha miundombinu, kufanya mabadiliko ya kimfumo, kuimarisha utaratibu wa kifedha, kuongeza ushirikiano na mashabiki na kuwekeza katika maendeleo ya vijana. Amesema juhudi hizo zimeanza kuleta matokeo makubwa na kwamba uongozi wa klabu unaendelea kufanya kazi usiku na mchana ili kuhakikisha Yanga inafikia maono yake ya muda mrefu. Tumepata maendeleo makubwa na tunajitahidi kufikia maono yetu ya muda mrefu, alisema Engineer Hersi Said. Lakini hata hivyo, mchezaji wa klabu ya Simba Mzamiru Yasini kwa ushirikiano na Mohamed Dewji wamefanikisha kukarabati msikiti wa Masjidi Mkabogo. Kupitia Instagram yake, Mzamiru ameishukuru taasisi hiyo kwa mchango wao mkubwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesemwa mwenye kuijenga nyumba ya ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu atajenga nyumba yake peponi. Kwa unyenyekevu mkubwa naomba kutoa shukrani zangu za dhati kwa bosi wangu Mo Dewji Foundation, Mo Dewji na familia kwa ujumla kwa kuwezesha ukarabati wa msikiti wa Masjidi Mkabogo. Ukarimu wako ni mfano wa kuigwa na umeacha alama ya kudumu mioyoni mwangu kwa jamii yangu kwa ujumla. Mwenyezi Mungu awajalie malipo mema na awaandikie nyumba katika jana. Amen. Mwana habari, ni kushukuru sana. Hizi zilikuwa ni taarifa za kimichezo kutoka katika viwanja mbalimbali. Hata hivyo, klabu ya Azam FC imemtangaza Octavie Onoro kuwa afisa mtendaji mkuu wa klabu hiyo, Chief Executive Officer CEO, kwa mkataba wa miaka 2. Onoro aliwahi kuwa International Development Director wa ligi kuu nchini Uhispania La Liga. Pamoja na uteuzi huo, pia klabu hiyo imemteua Rashid Saif kuwa msaidizi wake. Nikushukuru sana mwana michezo. Hizi ni taarifa zile ambazo zimeweza kutokea ndani na nje ya mipaka ya nchi ya Tanzania, lakini ni habari za kimichezo. Nikushukuru sana kwa kuendelea kuungana nami. Ni Junior na hii ni Junior Media Michezo, habari na burudani kutokea hapa. Sina ziada, ni kutakie siku njema. Bye bye.